Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa masuala ya ujuzi iliandaa mwongozo wa kimataifa wa mafunzo ya wanagenzi wa mwaka 2017 kwa kuzingatia mahitaji halisi ya soko la ajira na hali halisi ya nguvu kazi ambao wameshahitimu au wamekatisha masomo. Mwongozo huo ulizinduliwa Septemba 2017 hapa jijini Dodoma. Baada ya uzinduzi wa mwongozo huo, zilianza awamu za mafunzo kama ifuatavyo. Awamu ya kwanza ilianza mwaka 2017-18 ambapo mafunzo yalitolewa kwa kushirikiana na taasisi ya Don Bosco Net Tanzania katika vyuo 7. Hapo jumla ya vijana 3440 walinufaika. Awamu ya pili ilitolewa mwaka 2019-20 kwa kushirikiana na vyuo 17 vya umma na vyuo binafsi chini ya usimamizi wa taasisi ya Don Bosco Net Tanzania, ambapo jumla ya vijana 5872 walinufaika na mafunzo hayo. Awamu ya tatu ilitolewa mwaka 2020-21 kwa kushirikiana na vyuo 72 vya umma na binafsi kutoka mikoa yote 26 Tanzania bara, ambapo jumla ya vijana 14440 walinufaika. Mafunzo hayo yalianza Juni 2021 na yalizinduliwa tarehe 2 Agosti 2021. Awamu ya 4 ilitolewa mwaka 2021-22 kwa kushirikiana vyuo na taasisi za mafunzo ambapo jumla ya vijana 7760 walinufaika. Awamu ya 5 ilitolewa mwaka 2022-23 kwa kushirikiana na vyuo 28 vya umma na vyuo binafsi kutoka mikoa 19 Tanzania bara, ambapo jumla ya vijana 3765. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbele yako kama nilivyosema awali kuna vijana 480 kati ya hao 5746 kutoka chuo cha Don Bosco Technical Institute Dodoma, Institute of Heavy Equipment and Technology Dodoma na chuo cha maendeleo ya wananchi Chisano, wakiwakilisha wenzao wanaoshiriki katika mafunzo haya katika vyuo na taasisi za mafunzo mbalimbali nchini. Ni mnufaika wa mafunzo ya wanagenzi yanayofadhiliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Waziri Mkuu, Ajira na Mahusiano. Naishukuru serikali kwa ufadhili, lakini ningependa kutumia fursa hii kuwashauri vijana wenzangu waliomaliza elimu mbalimbali kama mimi hapa ni mhitimu wa Chuo Kikuu cha Dodoma, lakini nimepata fursa ya kuweza kuchangamkia fursa hii ya mafunzo ya muda mfupi na ninasomea mambo ya ufundi cherehani. Kwa hiyo tunaiomba serikali vile vile kuweza kuhakikisha basi watu wenye ulemavu wanapewa kipaumbele kulingana na ile 3% ya ajira. Asante.